Niache nionge, ni wengi walisema hautoweza kufika mbali katika dhambi ili tupate neema isidio. Nimesikia mtu mmoja anasema lasha, amen, lasha, tusidumu katika dhambi. Sisi tulioifia dhambi tusienende tena katika dhambi. Unatamani kuisikia? Amen. Ungependa kuisikia? Amen. Warumi 6 mstari wa 1 mpaka wa 5. Msomaji wangu soma. Kitabu cha Warumi 6 kuanzia ule mstari wa kwanza. Nami nitasoma kwa jina la Yesu. Amina. Tuseme nini basi? Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi. Tudumu katika dhambi. Ili neema izidi kuwa nyingi. Izidi kuwa nyingi. Mstari wa 2. Leo utajua kwamba unaweza kudumu kwenye dhambi na neema kaone inazidi kwa nini? Lakini imani inatoka kwa nani? Hello. Nele mbele. Hasha. Hasha. Sisi. Hasha manake hapana. Sisi tulioifia dhambi. Tulioifia dhambi. Tutaishije tena? Tutaishije tena katika dhambi? Katika dhambi. Mstari wa 3. Amina. Hamfahamu ya kuwa. Hamfahamu ya kuwa. Sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Tulibatizwa katika mauti yake. Tulibatizwa katika mauti yake. Mstari wa 4. Amina. Basi tulizikwa pamoja naye. Tulizikwa pamoja naye. Kwa njia ya ubatizo. Kwa njia ya ubatizo. Katika mauti yake. Katika mauti yake Yesu. Kusudi kama Kristo. Kusudi kama Kristo. Alivyofufuka. Alivyofufuka. Katika wafu. Katika wafu. Kwa njia ya mauti. Kwa njia ya mauti. Kwa njia ya katika wafu. Kwa njia ya utukufu wa Baba. Ndivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Rudia, tuenende. Hivyo na sisi. Na sisi wakina nani? Na sisi. Wakina nani? Sisi. Tuenende katika nini? Tuenende katika upya wa uzima. Tuenende katika nini? Upya wa uzima. Kanisa tuenende katika nini? Upya wa uzima. Upya wa nini? Uzima. Kumbe katika upya ndio tunapata nini? Uzima. Ukienenda katika upya unapata nini? Uzima. Mimi nasema si uzima tu wa mwili wako, mpaka wa kila kitu chako. Amen. Kila kitu chako kinapata nini? Uzima. Natosha. Haleluya. Amen. Kila kitu chako wako. Anaanza na ufahamu wako. Anaanza na mawazo yangu. Anaanza na macho yangu. Na masikio yangu. Hata na miguu yako pia. Amen. Haleluya. Amen. Ulikuwa mwepesi wa kuiendea dhambi kwa miguu yako na macho yako. Sasa hautakuwa mwepesi wa kuiendea dhambi kwa miguu yako na macho yako. Amen. Maana umekuwa mtu mpya. Amina. Umekuwa mtu mpya. Amina. Kuna raha kuwa mtu mpya. Kuna raha kuwa mtu mpya. Haleluya. Amen. Asikudanganye mtu kwamba mtu anakuwa tangu amezaliwa anapaswa kuishi vile bila mabadiliko. Si kweli. Si kweli. Lazima mtu awe na mabadiliko. Haleluya. Amen. Mtu akiwa mtoto na tabia nyingine, akiwa kwenye ukijana fulani anakuwa tabia nyingine, akifika kwenye umakamu ya kujitambua na kujua nini maana ya dhambi, ni nini maana ya utakatifu, anabadili tabia, inabaki tabia hii moja. Tabia yenyewe anaitoa wapi? Anaitoa katika mauti ya Yesu. Haleluya. Anaitoa katika mauti na ufufuo wa nani? Yesu. Wangapi wanaamini Yesu alisulubiwa hapa? Amen. Alikufa. Wangapi wanaamini? Wangapi wanaamini amefufuka? Amina. Twende pamoja. Wanaoamini alikufa, mikono juu. Angalia jinsi mlivyo na madoido, hata hela zenyewe hamna.
Nasema aje, tumtangaze Yesu vizuri. Wangapi wanaoamini Yesu alikufa kwa ajili yetu? Wangapi wanaamini yu hai? Yu hai. 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 Yesu yu hai. Yesu yu hai. Hallelujah. Kwa mauti yake, kwa kuteswa kwake, sisi tukapata kupona. Amen. Kwa kusulubiwa kwake, kwa kuzifia dhambi zetu, sisi tukapata kutakaswa na kusamehewa dhambi. Amen. Iweje leo hutaki kuvaa utu upya? Iweje leo hutaki kuvaa utu upya wakati tayari Yesu alikwisha kutununulia utu upya? Utu wa kale lazima uwakane nao, maana Yesu ametununulia tayari utu upya. Kuna uzima wa milele. Kuna uzima wa kila kitu chako. Kuna uzima wa maisha yako katika upya. Bila kuvaa upya, bila kuvaa upya, haujawa na uzima wa milele, hujawa na uzima. Waliovaa upya wanao uzima wa milele. Waliovaa upya, upya unaovaje? Lazima uvue utu wa kale, ndipo uvae utu upya. Lazima uvue utu wa kale, ndipo uvae utu upya. Utu wa kale ni ukoje? Utu wa kale ni kitu gani? Utu wa kale ni maovu ya zamani, ni tabia ya mtu mbovu ya zamani. Nizungumze kwa lugha fasaha, ni tabia mbovu ya mtu ile ya zamani, anaachana nayo. Amen. Anapokuwa ameachana nayo, kaachana tayari na utu wa kale wa zamani, kaachana na utu wa kale. Anapaswa mdogo asikae bila kitu. Lazima anapoachana mtu na utu wa kale, avae utu upya utakaomletea uzima wa milele na uzima wa maisha yake. Hallelujah. Amen. Kwa sababu gani? Sababu ipopo. Ukiendelea ukasema nimeokoka, nampenda Yesu, Yesu ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu, lakini kitabia hujawahi kubadilika, kimaneno hujawahi kubadilika, hata kifikiri hujawahi kubadilika, hata ongea yako hujawahi kubadilika, kuna shida. Amen. Kuna shida. Shida iko hapa. Uenda hujawahi kuvuka, uenda hujawahi kumkiri Yesu kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako. Wameagana na tabia za kale, wameapply tabia mpya, wametafuta tabia mpya ambayo tunaipata kwa kujifunza neno la Bwana. Tunaipata tabia mpya kwa kujifunza neno la nani? La Bwana. Madhabahuni hapa ndio pa kujifunza neno la nani? La Bwana. Pa kujifunza tabia gani? Tabia njema hapa. Tabia ya Bwana iko hapa kanisani. Huko vichochoroni hakuna tabia ya Bwana huko. Hapa ndio utakapochukua tabia hiyo njema itakayokuwa nuru katika ulimwengu wote. Hallelujah. Hiyo utake usitake, lazima nikufundishe. Tabia njema utaikuta mara pengine, utaikuta madhabahuni kwa Bwana, ikifundishwa namna Mungu anavyotaka tumwendee, namna Mungu anavyotaka tuishi. Utajifunza tabia njema hapa. Tabia nzuri utajifunzia hapa. Tabia njema utajifunza hapa. Na tabia njema hatujifunzi kwa tambarare kwa Yesu. Tabia njema tunajifunza kwa maonyo makali na kwa sauti kali, muda mwingine kwa lugha ngumu ambayo hujawahi kusikia hata upaganini. Hapo utasikia upaganini kule, au niseme kwa zamani kule, hakuna mtu aliyeweza kukufesi wewe akwambia acha dhambi. Hakuna mtu aliyeweza kukufesi wewe akwambia acha uzinzi, acha tamaa, acha tamaa wewe. Hakuna mtu aliyekufesi. Watu walikuwa wanakuona huko sahihi, lakini leo jicho la Bwana linakuona hauko sahihi, linaamua kukuambia kweli kweli. Ni wewe ukubali au usikubali, lakini ni vema ukakubali. Ni vema ukakubali kupokea tabia njema. Utaipokea
njia ya kutubu, utapokea kwa njia ya kukubali makosa yako na kuanza kukiri ukiri mpya. Utakapokiri ukiri mpya, utapatana na Baba aliye juu na neno lake ambalo ndio mwongozo na katiba ya utakatifu na utu wema, basi itaingia ndani yako. Itakaa kwenye ufahamu tabia njema, itakaa kwenye kinywa, itakaa kwenye moyo, itaenda kwenye nafsi, itaenda kwenye matendo, itaenda kwenye hisia. Tabia njema itatawala kila kona. Ikishatawala tabia njema ya Mungu kila kona, kwanza ufahamu hisia zako, mawazo yako, macho yako, kusikia kwako, nafsi yako imetawaliwa na neema ya Mungu. Hautajisikia vibaya. Hata mtakutukane vipi, hautajisikia vibaya, maana utajua kabisa kwamba huyu si aliyeniumba, huyu si aliyeniweka duniani, yuko aliyeniweka duniani, yuko aliyeniumba, na yeye anajivunia mie. Hivi nilivyo anajivunia mie. Hivyo ninataka nikueleze, hata kama mtu atakutukana, atakwambia umeokoka, umekuwa mjinga, mwambie asante, nimekuwa mjinga kwa ajili yako, lakini kwa ajili ya Bwana basi ni sifa na utukufu. Kwa ajili yako nikionekana mjinga ni safi tu, lakini kwa ajili ya Bwana naonekana niko sawasawa, ni utukufu mbinguni. Malaika na wenye uhai wanne na wadashi wanne wanajua kuna mtu duniani anayetukana kwa ajili ya wokovu. Wanasema amina, wanasema haleluya, wanasema haleluya. Mimi nasema haleluya. Ni heri ukakubalika na mbingu, ulimwengu ukakukataa. Ni heri ukakubalika na mbingu, wanadamu wakakukataa. Ni heri ukakubalika na Yesu, lakini wanadamu wakakubeza. Maana wanadamu hawana cha kusaidia kwa habari ya uzima wa milele, kwa habari ya kuishi maisha milele. Mwanadamu hana msaada juu yako. Sikiliza injili hii, lazima upate kuokolewa, lazima upate kuokolewa. Usishupaze moyo wako, pokea wokovu ndani yako. Elewa ya kwamba tabia njema inahitajika kwako, tabia njema inahitajika kwako. Si tu mabaya. Wewe ulishakwisha kukata shauri, ulikwisha kusema Mungu nakupenda. Onyesha upendo wako zaidi, onyesha upendo wako kwa Bwana, ufunue moyo wako kwa Bwana. Usikubaliane na anayebeza wokovu wako. Say fire. Atakaonekane ameokoka, atakaonekane ameokoka, atakaonekane na abudu Mungu, si kwa ndugu zake tu, hata kwa watu wanaomzunguka. Taki wajua ameokoka, akifikiri kutokuokoka ni ujanja, kumbe kutokuokoka ni uosho na kunuka kabisa, nanuka. Maana kule hamwambiani ukweli, kule uwezo kaambia ukweli, amekufesi mtu zaidi. Hata kikwambia wewe ni mbaya, haya kusuti sawa sawa, kwa sababu nayo ukimwangalia ni mbaya mwenzio. Lakini nikikwambia wewe hapo umefanya hovyo, na mimi naikueleza sijafanya hovyo, hapo ujibaraguze, kweli imeingia. Mbegu hii kama ijazaa matunda kwako, itazaa kwa wanao. Mbegu hii hata ukikataa mbele za Mungu, nimenawa mikono yangu yote, nimenawa, sitadaiwa. Kwamba sikukuhubiria vizuri, sikukuambia ukweli vizuri, nimekuambia ukweli mtupu. Mungu anahitaji mabadiliko. Wewe ni nani unayekataa mabadiliko? Mungu anataka mabadiliko. Wewe ni nani usikatae mabadiliko? Mungu anataka ubadilike. Tabia yako ya kale isiendelee kuwa nawe kwenye wokovu. Tabia yako ya zamani isiendelee kuwa nawe kwenye wokovu. Ikatae katakata, ikimbie tabia ya kale. Nasema ikimbie tabia ya kale, ikimbie. Ukishaivua pale, endelea kuikimbia, manake ina tabia kukung'ang'ania. Tabia ya kale na tabia moja ya kukung'ang'ania, usiachane nayo. Unapoona umeivua tabia ya kale, Yesu ni kiongozi wako kuhakikishia unashinda. Inapokuchia tabia ya kale, wewe kimbie kwa nguvu zako, ikimbie kwa akili zako zote, ikimbie mbio zote. Kama utakimbia mbio za kasi, nenda kwa mwendo wa kasi.
Unaweza ukawa na nguvu nzuri ya kufanya kazi kazini kwako, ni kwenye ofisi mfano, unafanya kazi vizuri, tabia ya kale ikaja ikakudhihirisha wewe ni wa hovyo ofisini. Amen. Ukajikuta unashushwa CV, wanakushusha CV hivi. Yaani tabia ya kale inaweza ikakuondolea utukufu, ikakuondolea kibali, ikakuharibia hata kama ulikuwa juu, ikakushusha chini. Kinachomshusha mtu chini ni tabia ya kale. Ikirudi tabia ya kale, ina uwezo wa kukushusha chini, ina uwezo wa kukuharibia kabisa. Haleluya. Amen. Kila mtu hapa anayo tabia ya kale. Kila mtu hapa, kama ufuatilia tabia ya kale, umeweza. Endelea kuikimbia, endelea kuikimbia. Amen. Tabia ya kale kila mtu anayo. Amen. Ndio kwa nini nasema mimi sina dhambi. Kisa amejiona yeye hazini. Amen. Lakini ni mwongo. Na tangu zamani ni mwongo. Hiyo ndio tabia yako nini? Ya kale. Ikimbie. Amen. Usianze kuhesabu fulani ni mzinzi, mimi sio mzinzi, kwa hiyo mimi niko sawa. Angalia kuna tabia gani ambayo wewe huwa inakuangushaga. Amen. Huwa inakurudishaga nyuma. Ikiwa ni ya uongo, basi kimbiage tabia ya uongo ambayo tangu zamani inagangana na wewe. Hapo ulipomkiri Yesu alikuwa anakukumbusha yangu, unataka kuepusha na uongo, si ndio? Amen. Mwili wako wewe ndiye mwenye nguvu ya kuikimbia. Amen. Kabla mchungaji hujasema niombe, kabla hujasema paroko niombe, kabla hujasema shehe soma dua, kabla hujasoma dua, wewe anza kwanza. Amen. Amina. Yesu makofi. Amen. Wewe anza kwa. Anza kuikataa, anza kuikimbia. Ikimbie kwa matendo, sio kwa maneno. Ikimbie kwa nini? Kwa matendo. Kuna watu ambao umewahi kuitwa, umemwambia fulani neno fulani, ukamwambia fulani, wakakuita, ukabaki tu siku unasema tu nisameheni. Amen. Au haukuonyesha kusema nisameheni, ukaonyesha viburi, ukachukiana nao wote, lakini umbea ulipeleka wewe. Amen. Amen. Si kila mtu ambaye wewe usalimiane naye eti nikorofisha. Muda mwingine ulifumaniwa na uongo. Amen. Amen. Ulifumaniwa na maneno ya uongo. Pokea sindano hiyo. Amen. Huyu aliyefumaniwa katika uongo, huyu aliyefumaniwa katika unafiki, huyu hana tofauti na aliyefumaniwa kwenye ugoni. Amen. Hana tofauti na aliyefumaniwa na mke wa mtu, aliyefumaniwa na mume wa mtu. Hana tofauti. Amen. Amen. Kufumaniwa ni kufumaniwa. Amen. Amen. Ukifumaniwa kwenye umbea, ukakamatwa, umechanganya wanne, wakakuzingira hapo kwa wakati. Wanasema tumemweka mtu kati. Huyu anapiga yake, huyu anapiga yake, huyu anapiga yake. Nisikufiche, usipoenda kuokoka siku hiyo kwamba shetani amenihubiri mwenyewe, niache umbea, nimrudie Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na Mungu ameruhusu wakufumanie kwenye uongo, ili wale waliokufumania kwenye uongo, siku ukibadilika, wawe mashahidi. Wewe mashahidi wakisema kama fulani ameokoka kwa umbea ule, wacha na mimi niende nikaokoke. Dunia iko mwishoni, mama fulani ameokoka. Dunia iko mwishoni. Tishi na kusema nimeokoka. Mtu anatishwa na kuona mwenendo. Watangu uliposema Yesu nimemkiri Bwana mwangu, atakapoona mwenendo wa wokovu wako, hauma tena na makundi ya umbea, wala kila chapa kizungumzi tena watu vibaya. Anaona huko tuli wewe na ibada na mambo yako na ibada. Nisikufiche, watu watasemezana. Wale waliokushika umbea watasemezana, jamani Mungu kweli yupo. Fulani nakumbuka mfumania hapa, alikuwa ametuchonganisha. Angalia leo, hataki kusikia umbea, yeye anatangaza Yesu ni Bwana. Wataanza kuingia kanisani wakivutwa na mwenendo mpya. Wataanza kukufuata nyuma wakivutwa na mwenendo mpya. Tena watakapoangalia kusema kwa kweli Mungu ndugu yangu amekubadilisha, na sisi tubadilike. Sio kama sisi tukusikia kipindi kile tulikuwa watakatifu. Hapana, wacha tukufuate na sisi. Unasali wapi ndugu yetu? Unaambia pale penye nyundo zote. Pale penye spana zote, nyundo zote. Magereza yote pale. Ndio nasali
kwenye mikate. Hawa watakuja ili waombewe, watakuja wamevutwa na mwenendo pofu. Wamevutwa na nini? Waliokoka wana mwenendo. Wanao mwenendo unaoweza kumpendeza kila mtu. Wakati wakiingia kwenye wokovu watapuzwa na kila mtu, lakini watakaposimamisha msimamo wao, watakaposimamisha imani yao na ikatambulika kuwa wana imani, wala hawapo tena kwenye vazi la kale, watafuatwa na watu. Watakuwa sehemu ya watu wa kuigwa, watakuwa sehemu ya watu wanaofuatiliwa, watakuwa sehemu ya watu wanao kufuatilia, ili wakufuatilia watu waliokuwa nao zamani, waone mwenendo wako mpya, ili uliosoma nao waone, wakutafute, waseme ni wewe ni kweli fulani, useme mimi ndio, hamjakosea. Waone mwenendo mpya, waone taswira mpya, waone mwenendo mpya, waone taswira mpya, waone mwenendo mpya uliosoma nao chuo, waone mwenendo mpya kwako uliofanya nao biashara miaka iliyopita, waone mwenendo mpya kwako. Ukiwavutia wataingia ulipo, uliosoma nao primary school, waone mwenendo mpya kwako. Watakutafuta, watasemezana kusema kimekukuta nini, unawaambia ni Yesu Mwokozi. Ni kweli unao mwenendo mpya? Hivi ni kweli una maisha mapya, au ni yule yule mliosoma naye kidato kimoja, au maisha ni yale yale ya Pontio Pilato? Uko na yale yale? Na kuulizaje, uko na maisha yale yale ya zamani za Pontio Pilato? Uko na maisha yale yale ya kipindi kile cha Herode? Uko na maisha yale yale ya kipindi cha Farao? Kwa kuwa Yesu alishatukomboa, maisha tumepewa mapya. Tulikuwa watu wa Mungu, sasa tumefanyika kwa wana wake, tumefanyika kwa wana wa Mungu. Tulikuwa wanafunzi kwa muda, baadaye tukafanywa kuwa wana wa Mungu. Kuna raha kuwa mwana wa Mungu. Walio wana wa Mungu wanapata urithi kwa Mungu, walio wana wa Mungu wanapata urithi kwa Mungu. Lakini ili uwe mwana wa Mungu mpendwa, kubali kuchange tabia yako, kubali kuigeuza tabia yako, kubali kuachana na tabia ya kale. Muda kungojei wewe, siku zikungojei wewe, nyakati zikungojei wewe. Niachilia tabia mpya dunia. Sio wewe tu, ameachilia tabia mpya. Kila mwaminie Bwana atapewa uwezo wa kuwa mwana wake. Ukishakuwa mwana wa Mungu utakuwa na tabia za kiungu. Urithi wako utakuwa na urithi wa kiungu. Si tofauti na hapo. Mungu akusaidia unanisikia muda huu. Mungu akusaidia unanisikia muda huu. Mungu akusaidia wewe unanisikia muda huu. Say fire, say power. Mungu akutenge mbali na dhambi ya kale. Mungu akutenge mbali na tabia ya kale. Mwanangu, kataa kuendelea kuishi tabia ya kale. Tabia ya kale ni ipi? Ni hiyo ambayo unaijua kwa nayo. Kuna mtu asiyejua tabia yake. Mdokozi anajua mimi na tabia ya udokozi. Mwizi anajua mimi ni mwizi kabisa. Tapeli anajua mimi ni tapeli kabisa. Mdokozi anajua mimi ni mdokozi. Alianza hapo udokozi, alianza nyumbani kwao kudokoa mboga mboga. Ikaendelea tabia ya udokozi. Sasa anadokoa mpaka hela kwenye mifuko ya mume wake. Na ana taibu. Anadokoa fedha kwenye mifuko ya mume wake. Anamwimbia mume wake. Huyu mtu amwibia mume wake, si ni sawa anajibia mwenyewe. Ni mpumbavu mmoja asiyejua siku zake. Mungu akusaidie jua siku zako. Kuiona. Amen. Kwa nini? Kwa sababu umebadili tabia. Amen. Lakini kama utataka Mungu akubariki, lakini hakuna tabia iliyobadilika, nisikufiche, vya Mungu utavipata. Kuna siri kupata vya Mungu. Mungu ukishamrejea,
Mungu kisha muomba toba, akasema nimekusamehe, basi kifuatacho mwanadamu unapaswa kuomba maombi haya: Mungu niongoze vile upendavyo. Umesema niongoze upendavyo, si nipendavyo mimi. Basi Mungu ana miongozo yake. Hautafanya jambo bila kumshirikisha. Hautafanya kitu bila kumshirikisha. Kila jambo utakokuwa unalifanya utataka lipate kibali mbele za nani? Na ndio maana Bible inasema mwambie Mungu mawazo yako yapate kibali mbele za Mungu. Kumbe tuna kazi ya kumwomba Mungu mawazo yetu yapate kibali mbele za nani? Mbele Mungu hajatamka chochote. Amen. Kuyathibitisha mawazo yako kuwa ni sahihi. Kuna maombi ya kumwambia Mungu, naomba uthibitishe mawazo yangu kuwa ni sahihi. Na ikiwa ni sahihi, naomba nipe kibali niyaende. Amen. Sasa kama hauna maombi hayo, lakini umetaka Mungu akuongoze, mwisho wa siku ukiwaza mawazo yako mwenyewe, unayafuata mwenyewe, unayaishi mwenyewe, baada ya uongozi na Mungu, bado upo kwenye mfumo wa kujiongoza mwenyewe, bado upo kwenye akili ya kujiongoza mwenyewe, bado utawala huo haujamkabidhi Yesu, umejikabidhi mwenyewe. Badilika. Haleluya. Amen. Ili uwe na haki baadaye ya kumdai mbona hayajatimia, ili upate haki baadaye kwamba nilikuomba ya kwamba haya mawazo nilionayo ni haya, yapate kibali kama ni sahihi. Ulisema ni sahihi, utamdai kwa neno la ni sahihi. Ulisema ni sahihi, lakini kama Bwana akupa jibu la ni sahihi, wewe mwenyewe ukajiwekea usahihi, hauna tofauti na aendaye shuleni akajiandikia notisi mwenyewe na kujishaishia mwenyewe, mwalimu hahusiki. Hata kama ni mtihani, maana yake wewe umekopi ambacho sio original. Amen. Amen. Umejitungia. Amen. Amen. Umefanya nini?